Wakati milio ya mlipuko iliposikika na anga la mji mkuu kufunikwa na moshi, taifa la Irani liliingia katika ukurasa mzito wa historia yake. Katika ukurasa huo, jina la Meja Jenerali Saidi Abdurrahim Mousavi liliandikwa kwa uzito wa maamuzi, vita na uongozi wa miongo minne. Mkuu huyo wa majeshi ya Irani alitangazwa kuuawa katika shambulio lililoelezwa kuwa la pamoja la Marekani na Israeli, tukio lililotikisa mizani ya siasa na usalama katika Mashariki ya Kati. Siku hiyo pia iliripotiwa kuuawa kwa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Saidi Ali Khamenei pamoja na makamanda wengine wa juu wa taifa hilo. Kwa Irani haikuwa tu habari ya kijeshi, ilikuwa ni pigo kwa moyo wa uongozi wa taifa hilo. Lakini ili kueleza uzito wa kuondoka kwa Mousavi, ni lazima kurudi nyuma kwenye safari ya askari aliyeanza akiwa kijana mwenye ndoto za kulinda nchi yake ya Irani. Mousavi alizaliwa mnamo mwaka 1960 katika mji wa Qom, kitovu cha elimu ya kidini na fikra za mapinduzi ya Kiislamu. Alipofikia umri wa ujana, Irani ilikuwa ikipita mageuzi makubwa ya kisiasa yaliyofikia kilele mnamo mwaka 1979. Katika mwaka huo, Mousavi alijiunga na jeshi la taifa la Irani, akichagua njia ya nidhamu, mafunzo na kujitolea kwa dhati wa moyo wake. Alisomea katika chuo cha maafisa wa vikosi vya nchi kavu, mahali alipojifunza si tu mbinu za kijeshi, bali pia falsafa ya ulinzi wa taifa la Irani. Baadaye aliongeza ujuzi wake kwa kupata shahada ya uzamivu katika masomo ya ulinzi kutoka chuo kikuu cha kitaifa cha ulinzi wa juu wa taifa hilo. Kwa Mousavi, elimu ilikuwa sehemu ya silaha mkakati ukisukwa kwa akili, si kwa nguvu pekee. Miaka michache baada ya kujiunga na jeshi, Mousavi alikumbana na jaribio kubwa, vita vya Irani na Iraki. Akiwa katika kikosi cha mizinga, alitumwa katika maeneo magumu. Huko alishiriki operesheni kadhaa zenye uzito mkubwa kama Fallujah J4, Fallujah 9, Beti or Baghdad 5, Gada na Nasri. Katika medani hizo za moto, alijulikana kwa utulivu wake chini ya mashambulizi makali. Alikuwa kamanda ambaye hakuwa na maneno mengi, bali kamanda mwenye vitendo. Wapiganaji waliokuwa chini yake walimuona kama kiongozi anayesimama mstari wa mbele, akichukua maamuzi kwa haraka lakini kwa hesabu makini. Vita hivyo vilimjenga kama mwanajeshi, lakini pia vilimfundisha thamani ya maandalizi, teknolojia na ushirikiano wa vikosi. Baada ya vita, Mousavi alijiunga katika awamu ya ujenzi wa kitaasisi kuanzia mwaka 1999 hadi mwaka 2005. Alidumu kama mkuu wa wafanyakazi wa pamoja wa jeshi hilo. Katika kipindi hicho, alihusika katika kuboresha mifumo ya mawasiliano ya kijeshi, kuimarisha mafunzo ya maafisa na kuanzisha mikakati ya kisiasa ya operesheni mbalimbali katika jeshi la Irani. Kuanzia mwaka 2008 hadi mwaka 2016, akiwa naibu kamanda mkuu wa jeshi la Irani, alishiriki katika kuimarisha uwezo wa kujilinda wa Irani dhidi ya vitisho vya nje ya Irani. Alisisitiza mafunzo endelevu, kuwekeza katika utawala wa ndani na kuunganisha uzoefu wa vita na tafiti za kisayansi nchini Irani. Mwaka 2017 alipandishwa cheo kuwa Meja Jenerali na kuteuliwa kuwa kamanda mkuu wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Irani, akimrithi Saidi Ayatollah Salehi. Huu ulikuwa wakati ambao Irani ilikuwa ikikabiliwa na presha za kimataifa na changamoto za kiusalama. Mwaka 2019, Mousavi alipewa jukumu la kuongoza kituo cha ulinzi wa anga cha Qatam al-Anbiya. Hiki kituo kilikuwa muhimu kinachosimamia mfumo wa ulinzi wa anga wa taifa la Irani. Katika nafasi hiyo, alisimamia uratibu wa mifumo ya rada, makombora ya kujihami na mafunzo ya vikosi vya anga. Chini ya uongozi wake, juhudi za kuimarisha ulinzi wa anga zilionekana kuwa sehemu ya mkakati mpana wa kujitegemea katika jeshi la Irani. Katika vita vya siku 12 vya Juni 2025,
Mousavi alitajwa kuwa miongoni mwa wabunifu wa operesheni za kulipiza kisasi. Baada ya vita hivyo, alimrithi Mohammad Bagheri kama mkuu wa majeshi ya Irani, nafasi ya juu kabisa katika muundo wa jeshi la taifa hilo. Katika wadhifa huo, alisimamia vikosi vya ardhini, anga na majini, akihusika moja kwa moja katika kupanga sera za muda mrefu za ulinzi wa Irani. Alisisitiza dhana ya kujitegemea katika teknolojia ya kijeshi na maandalizi ya kudumu katika taifa hilo. Mbali na vita, Mousavi alikuwa mwalimu. Aliwahi kuongoza chuo cha maafisa cha Imam Ali, akichangia katika mafunzo ya kizazi kipya cha makamanda. Pia aliwahi kuwa mkuu wa kituo cha tafiti za kimkakati za jeshi la Irani, akishiriki moja kwa moja katika tafiti na mapigano ya muda mrefu ya usalama wa taifa hilo. Kwa wanafunzi wake alikuwa mwalimu mkali na mwenye maono ya kweli. Kwa taifa alikuwa nguzo ya nidhamu ya uthabiti. Mashambulizi ya Jumamosi ya Februari 28 mwaka 2026 yalipolenga miundombinu na viongozi wa juu wa Irani, Mousavi alikuwa bado katika majukumu yake ya uongozi. Taarifa za kifo chake ziliposambaa, miji ya Irani ilishuhudia mikusanyiko ya maelfu ya wananchi barabarani. Katika Mashhad, waombolezaji walikusanyika katika haramu ya Imam Reza, wakitoa dua na kauli kali dhidi ya mashambulizi hayo. Taifa liliingia katika majonzi makubwa na simanzi isiyo kifani, huku wachambuzi wakiingiza kutathmini athari za kuondoka kwake katika muundo wa jeshi la Irani. Hakika, Meja Jenerali Ibrahim Mousavi alihudumu katika jeshi kwa zaidi ya miaka 45, kuanzia askari kijana mwaka 1979 hadi kuwa mkuu wa majeshi mwaka 2025. Safari yake ilikuwa ya nidhamu, vita, elimu na uongozi wa kimkakati. Alijenga, akasimamia na akaongoza katika nyakati za amani na vita nchini Irani. Aliamini katika maandalizi, katika kujitegemea kijeshi na katika kulinda mipaka ya taifa lake. Leo hii jina lake linatajwa katika maombolezo, kesho litasimuliwa katika vitabu vya historia ya jeshi la Irani, na katika kumbukizi za wale waliopigana chini ya amri yake. Atabaki kama jenerali aliyesimama imara hadi pumzi yake ya mwisho. Hivyo ndivyo safari ya Ibrahim Mousavi ilivyokamilika. Maisha yaliyotolewa kwa ajili ya taifa